Kwa majina naitwa Rafaeli Jafet Ngonde, kitaaluma ni wakili. Na kwa muktadha huu, ndugu waandishi wa habari, mliokuwa mnataka kujua nini kilichojiri leo katika Mahakama ya Ardhi na Nyumba au Baraza la Ardhi na Nyumba Mbeya, nitatoa ufafanuzi wa nini kilichotokea mahakamani. Leo tarehe 15 mwezi wa 7 2026 kulikuwa kuna kesi ya msingi iliyokuwa inaendelea katika baraza hili. Na katika kesi hiyo ya msingi tulileta maombi madogo ya kuweza kuomba zuio katika eneo la mgogoro lililopo kituo cha mafuta Mbalizi katika kitalu namba 3544 block D Mbalizi. Ili eneo ambalo tunasema ni eneo la mgogoro ambao kesi iko mahakamani. Hii kesi iliyofunguliwa ilikuwa ni kesi dhidi ya Fidel Alphonse Ntanyinya ambaye ni mteja wangu na mwakilisha, dhidi ya Frank Nicholas Chawe ambaye naye alikuwa anapata uwakilishi wa mawakili toka upande mwingine. Sasa shauri hili mteja wangu aliweza kufungua kwa ajili ya kuomba amri ya kuweza kumuondoa mvamizi katika eneo lake. Alifungua kesi hiyo ya msingi kwa lengo la kumuondoa huyu mjibu maombi kwa sababu alimevamia kwenye lile eneo. Tunajua kabisa kwamba toka awali palikuwa pana sura hiyo. Mteja wangu ni mmiliki wa lile eneo tunavyozungumza, na tayari ana hati miliki na taratibu zote amezifuata. Kwa hiyo tulikuwa tumekuja tu kuomba mahakama iweze kutupa amri ya kumuondoa kwa nguvu. Lakini kwa tarehe hii ya leo, ndugu waandishi wa habari, shauri hili lilikuwa limepangwa kwa ajili ya kusikilizwa kesi mama ya msingi. Na katika kesi ya msingi ambayo inaendelea, ambayo maombi madogo namba 12 ya 2026, mjibu maombi pamoja na mawakili wake wamekuwa watoi ushirikiano wa kuendelea na hili shauri. Kwa namna moja au nyingine wamekuwa wakipoteza muda mtukufu wa mahakama pasipokuwa na sababu za msingi. Kwa mara ya tatu leo tunavyozungumza tarehe 15 mwezi wa 7 2026, kesi kwa kupangwa kwa ajili ya kusikilizwa, wao wamekuja na sababu kwamba kulikuwa na maombi madogo ambayo waliyaleta ya kupinga maombi yetu. Lakini baraza lilivyosikiliza hoja zetu na hoja zao, tuliweza kufanya mawasilisho au submission pande zote mbili za mawakili, na baraza likafikia sehemu na kuona kwamba maombi yao hayana mashiko. Sasa kwa kuwa hawakuridhika katika ule uamuzi mdogo, wameona wao wana haja ya kwenda Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Mbeya kwa ajili ya kupeleka kitu kinaitwa mapitio, yani revision. Na sisi hatuna pingamizi na hilo. Kwa hiyo tukaliomba baraza hili tukufu, Baraza la Ardhi na Nyumba la Wilaya Mbeya, kuweza kutoa amri ya kumaintain status quo kwamba eneo la mgogoro libaki katika hali ya utulivu na pasipo kuharibiwa mali za mleta maombi. Tunajua kabisa mteja wangu pale amewekeza rasilimali mbalimbali ikiwemo tenki za mafuta pamoja na matenki mengine aliyofukia chini. Kwa ameweza kuwekeza fedha nyingi kwa ajili ya kituo hicho cha mafuta. Na kwa kuwa yeye ni mnunuzi ambaye amekinunua kihalali, bona fide purchase ambaye ameweza kununua katika mnada wa hadhara uliofanyika tarehe 2 mwezi wa 12 2025. Na baadaye mteja wangu amefuata taratibu zote mpaka amepata hati ya eneo hilo nilosema kitalu namba 3544 block D Mbalizi. Kwa hiyo tunavyozungumza yeye ni mmiliki na alikuwa amekuja hapa kuomba amri tu ya kumuondoa huyu mvamizi ambaye ni mjibu maombi. Kwa hiyo leo tunaweza kusema kwamba tumepata zuio hilo ambalo linamhitaji mjibu maombi Frank Nicholas Chawe aweze kuondoka kwenye ile eneo la mgogoro. Mahakama imeamuru hivyo. Lakini pili, wafanyakazi wake au mtu yoyote wasiweze kuuza au kufanya kitu chochote katika eneo la mgogoro na waweze kuondoka. Na amri nyingine ni kwamba mjibu mleta maombi ambaye ni mteja wangu Fidel Alphonse Ntanyinya amepewa amri ya kuingia kwenye eneo lake ambalo amelinunua na analimiliki kisheria kwa nyaraka zote. Kwa hiyo tunavyozungumza status quo, yani hali ya eneo la mgogoro, ni kwamba mleta maombi ambaye ni mmiliki awepo kwenye eneo la mgogoro, awepo kwenye eneo lake. Lakini pia huyu mvamizi ambaye tunamuita mvamizi kwa jicho la kisheria aondoke kwenye eneo la mgogoro na asifanye maendelezo au uharibifu wowote wa mali ambazo zimewekezwa na huyu mleta maombi ambaye ni mteja wangu. Mimi nilikuwa sina namna yoyote ya kuweza kuendelea na eneo langu, lakini nilikwamishwa kwa vifungu hivyo ambavyo vilikuwa vinaendelea pale kwamba huyu mvamizi amevamia eneo lako, anatakiwa aondolewe. Lakini kumuondoa kwa nguvu ningeweza kufanya hivyo, lakini niliheshimu sheria kwa sababu ni muumini wa sheria
nisingeweza kuwa na vikundi vya ajabu ajabu vya kukodi kwa ajili ya kwenda kufanya fujo pale. Nilienda katika mamlaka zote za ulinzi na usalama, tulielimishana sana, walituita wakatupa elimu ya kuhusu uvamizi uliotokea pale na mtu ambaye amevamia eneo lile. Nikaeleza vizuri na wenyewe wakaeleza vizuri, na wakaitwa benki wakafafanua vizuri kwamba huyu bwana sisi tulishamuuzia, huyu ndio mmiliki halali wa lile eneo. Kwa hiyo kimsingi kwenye swala la benki mimi sina ugomvi na benki kabisa. Yeye nina ugomvi naye kwa mtu niliyemkuta kwenye miliki yangu. Ndio ugomvi mkubwa nilionao mimi. Kwamba yeye kwa nini anaendelea kutawala maeneo ambayo mimi nimenunua? Kwamba ananitaja mimi kwamba ni mtu wa porini, atanikomesha na atanifanyia kitu chochote kile kwa sababu yeye ana mahusiano makubwa sana na viongozi. Kwa hiyo viongozi wale watamlinda kwa namna yoyote ile. Na lile eneo sintalichukua, atahakikisha ananipoteza. Hilo swala limekuwa linaletea shida sana hapa. Nimekuwa naishi kwa shida kwa sababu ya manunuzi ya pale. Kwa hiyo mimi ugomvi na benki sina, kwa sababu walishaniuzia na vitu vyote walishanikabidhi. Sasa nimekuwa natembea na nyaraka zangu zile, naenda sehemu za msaada, naambiwa kuna zuio. Zuio mimi sina zuio lolote. Kwa hiyo nilikuwa namtoa mtu niliyemkuta kwenye eneo langu, huyo bwana Frank Nicholas Chao pamoja na mawakala wake na vijana wake na ndugu zake wote. Nimewakataza mara nyingi, mara kadhaa. Kwa hiyo ninatoa mwito kwamba ninashukuru baraza juzi jana tarehe 15 limetoa zuio maombi madogo, lakini kesi ya msingi inaendelea. Maombi madogo yamenipa nguvu, yamenipa mamlaka sasa kwenda kulitumia eneo langu kumuondoa yule bwana aliyeko pale mvamizi na kunipa mimi niendelee na eneo langu. Kwa hiyo ninaomba vyombo vya ulinzi na usalama viweze kunisaidia kuingia kwenye eneo langu niendelee kulitumia ili niendelee kufanya kazi na kuajiri watu na kuendelea na majukumu mengine. Wakati yeye Oliver na NBC wakiendelea kupambana kwa ajili ya kuhakikisha waliuzaje. Sasa kama waliuzaje, tafsiri hiyo haitolewi mahakamani. Wanatoa kwake yeye, wanamueleza. Kama wanatolea mahakamani, ndio hivyo tunaendelea, watu watasubiri, si watapeleka wapi huko au naendelea pale pale baraza, kwa sababu naamini kwenye sheria ambazo tumeziona pale, tumejifunza mambo yanayoendelea pale baraza, kwamba hata ukiondoa maombi madogo wakati shauri la msingi linaendelea, haliwezi likapewa rufaa. Rufaa ile ikipelekwa kule, bado kesi ya msingi itarudishwa ili itatuliwe, iweze kuangalia namna gani ambavyo shauri hili linaweza kukamilika.